Hali ya mwanamke kupata stress wakati wa ujauzito wake. Hali ya mwanamke kupata mawazo wakati wa ujauzito wake. Ni kitu gani kikubwa ambacho huwa kinapelekea mwanamke kupata hali ya mawazo sana wakati wa ujauzito wake? Nafikiri ndio mada kubwa, nafikiri ndio changamoto kubwa ambayo wanawake wengi wanapitia. Inawezekana ikawa mwanamke ambaye ni mimba yake ya kwanza, au inawezekana mwanamke ambaye ni mimba zaidi ya moja, maana ana mimba 2, 3, 4, 5. Lakini mwanamke ambaye alishakutana na changamoto ya kiafya na sasa amekutana na hii hali ya mawazo sana, au anakuwa na hali ya mawazo, au mood yake inakuwa yenye kubadilika badilika. Tafiti nyingi bado zinaendelea kuonyesha ni nini ambacho huwa kinapelekea mwanamke kupata hali ya mawazo, lakini miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa kuwa mwanamke anaweza zikachangia kwa kiasi kubwa kuwa katika hali ya mawazo ni mwanamke kupitia changamoto ya mabadiliko ambayo yanajitokeza wakati wa ujauzito wake. Na hali hii imepelekea na wanawake wengi sana kukutana na hali ya mawazo ambayo inaweza kuhatarisha ujauzito wake, au akazalisha homoni ambayo yenye kuathiri ujauzito wake, lakini pia yenye kuathiri afya ya mama kulingana na muda ambao atakuwa anaonyesha kwa kipindi hicho. Mama inawezekana akashindwa kula kabisa, mama inawezekana akawa anakula sana, mama inawezekana akagoma kabisa kula, akawa hapendi kula, na mama inawezekana akawa na muda mrefu, mama inawezekana akawa na hasira sana na kuzalisha homoni ambazo sio za msingi na kuweza kuhatarisha ujauzito wake, lakini pia afya ya mama. Vitu vingi huwa vinatazamwa hapa na vitu vingi huwa mama anavionyesha hapa kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea wakati wa ujauzito wake, ikiwemo mabadiliko ambayo ya hormone au mabadiliko ya kimaumbile ambayo mwanamke atakuwa nayo. Mwanzoni washangaa mwanamke akawa katika hali ya uzuri sana, ni mwanamke mwenye kuvutia, ni mwanamke mwenye umbo zuri, lakini baadaye akawa miongoni mwa watu ambao anapitia changamoto nyingi sana wakati wa kiafya yake. Kipi ya mabadiliko ambayo yanatokeza ndani ya mwili wake, basi ameweza kuathiri mwili wake na mwanamke kujikuta katika hali ya mawazo. Huyu ni mwanamke ambaye anahitaji counseling au anahitaji huduma zaidi, na mwanamke ambaye anahitaji kujiandaa mwili wake. Na kama itakuwa ni mara yako ya kwanza, basi lazima ujue haya ni mabadiliko ya kawaida. Mabadiliko mengi sana huwa yanatokea hapa. Tuendelee kufuatilia channel hii, tutaelezana mabadiliko moja moja na namna ambavyo unaweza kuchukua na kuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa salama kipindi chote. Badiliko la pili ambalo mwanamke anaweza kumbana nalo, au sababu ya pili ambayo wanawake wamekuwa wakipata mawazo, ni hali ambayo alipitia katika ujauzito uliopita. Sababu ziko nyingi sana hapa ambazo mwanamke anapitia katika ujauzito wake, ikiwemo kama anataka kupoteza ujauzito wake kipindi kilichopita, au inawezekana ndio mara yake ya kwanza kupata ujauzito ambao amefikisha mpaka kipindi cha pili mpaka kipindi cha tatu ambacho atakuwa katika hali ya ujauzito. Na mwanzoni alikuwa na historia kupoteza mtoto wake akiwa tumboni, manake mimba yake imekuwa ikiharibika, au baada ya kuelekea siku chache kujifungua, basi amekuwa ni mtu mwenye kupoteza mtoto na mtoto wake ameambiwa kwamba amefariki tumboni. Mwanamke amekuwa akijenga maswali mengi